Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, ufuatiliaji wa kipindi chetu kizuri. Jana tulikuwa tunasoma uzuri na wanasema sheria ikitazamwa katika macho ya Muumbaji aliitwa sheria inakuwa njema. Ndani ya Kristo inakuwa njema. Lakini ikitazamwa kama ukiwa ndani ya mwili na jamaa yule ndio anaikariri yule Job, mambo ya Samsoni. Sheria na Injili siku ya leo Jumatano. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa kuzidi kutupatia siri hizi, kutufungulia macho. Baba, tunataka sheria hii ambayo umetupatia tuione ndani ya Kristo Yesu. Amen. Asante kwa hata siku ya leo tutaenda kuangalia sheria na Injili inavyohusiana kwa kupitia macho hayo ambayo tumetupatia ya kupitia Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Haya, sheria na Injili, upungufu na utimilifu wa haki. Sheria inaainisha uhusiano wa mtu anavyotakiwa kusimama mbele za Mungu, ampende Mungu kwa moyo wake wote na akili zake zote na nguvu zake zote. Hapo anakuwa amesimama sawa au katika haki. Lakini ampende jirani yake na kama nafsi yake, hapo anakuwa amesimama sawa. Sasa wewe unatarajia kwamba Yesu alipokuja na Injili yake na habari yake njema alikuja kuzungumziaje juu ya, alikuja kuzungumzia nini kuhusiana na sheria hii, sheria ya haki? Alikuja kuibomoa? Sidhani. Alafu tutataka tumsikilize na Paulo, na maana wakati mwingine watu wanagonganisha Yesu na Paulo. Je, wote wanaongea kitu hicho au tofauti? Tuanze na Mathayo sura 5 mstari 17 na 18. Hapo nitakupatia ya Paulo 17:18. Bali wewe ufungapo Mathayo 5:17. 5:17 anasema, sidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Haya, kwa hiyo imekuja kutimiliza, sio kutangua sheria. Sio kuibadili, sio kuitangua. Warumi 3 mstari wa 28. Warumi 3 mstari wa 28. Paulo naye anasema hicho au tofauti? Basi twaona ya kuwa mwanadamu huhesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Pasipo matendo ya sheria ni vitu gani hivi? Labda tutapata ufafanuzi zaidi kwa Warumi 4 mstari 13 na mpaka 16 hapo. 4:13. Anaongea nini? 13 mpaka 16, ndio? Kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa bure na ahadi imebatilika, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. 16. Kwa hiyo ilitoka katika imani iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahim aliye baba yetu sisi sote. Wale wa Torati tu ni akina nani hao? Wana wa Israeli. Wana wa Israeli. Sasa wewe kama ni mtu wa Torati, ulikuwa na alama ya nje ambayo ilikuwa inaitwa matendo ya sheria. Okay. Yaani ni vitu ambavyo ukivitenda wewe unaonekana wewe ni mtoto wa Ibrahimu. Wewe ni wa ukoo wa Ibrahimu. Kwa mfano tohara, Sabato baadaye kwa wana wa Israeli walipoletwa. Hii yote na kalenda zile miandamo ya miezi na nene zote zilikuwa zinaonyesha kwamba wewe ni wa Ibrahimu. Wewe ni Mwisraeli. Wewe ni mtu wa agano. Sasa sheria ilikuwa inaishia hayo kwenye hayo matendo? Hapana. Hayo ilikuwa ni matendo ya nje. Sasa Myahudi wa kweli, Warumi hii sura ya 3 anasema, Myahudi wa kweli ni yule wa ndani. Yule mtoto wa Ibrahimu mwenyewe. Kwa sababu Ibrahimu alikuwa alimwamini Mungu.
ikahesabiwa kwake kuwa haki. Sasa Yesu anasema ufalme wa Mungu umekuja. Mungu anakuja kutimiza ahadi zote alizomwahidia Ibrahimu na wazee wenu. Mungu anakuja kuwatoa dhambini. Mungu anakuja kuwabatiza kwa Roho Mtakatifu muwe baraka ulimwenguni. Hii ni habari njema. Nimekuja kutimiliza ahadi zote za Mungu kwenu. Huo ni upande mmoja, kwamba Mungu anakuja ndani ya Kristo Yesu kutimiza ahadi za Mungu, ahadi zake kwa Ibrahimu. Sawa sawa. Lakini upande wa pili, maana lile agano lilikuwa linataja Ibrahimu atembee kwa imani. Sawa, akimngojea Kristo au Mungu kutimiza ahadi hiyo. Sasa Mungu alimhesabia haki kwa sababu ameamini atatimiza. Amen. Hii dalili ya nje ilikuwa inazungumza tu kwa wanadamu, jamani, mimi ni muamini, mimi ni wa Ibrahimu. Sasa hii dalili ya nje anasema ilikuja baada ya kwamba wewe imani yako tu, wewe umeniamini, wewe ni baba wa imani, tayari na kuhesabu baba wa imani. Sasa alipokubali kutembea katika hiyo imani kwamba Mungu atatimiza, alipokubali kumtoa mwana wake wa pekee Isaka, alipokubali kuonyesha upendo kwa Mungu, Mungu akazidi kusema, sasa naamini unanipenda, sasa nitafanyaje? Nitatimiza nilichokuahidia. Sasa Yesu alipokuja hapa Mathayo sura ya 5, hawa wana wa Ibrahimu hawa waliozaliwa katika mwili, kwanza kabla hata Yesu kutokea walikutana na Yohana Mbatizaji, Mathayo sura ya 3. Akasema, ninyi mnajiita wana wa Ibrahimu kwa sababu ya tohara. Sasa nakwambia ninyi ni watumwa wa dhambi, tubuni. Mungu atajitwalia wana kutoka katika mawe hayo. Mawe hayo ni kama watoza ushuru, makahaba, ambao wanaamini habari njema kwamba katika Kristo Yesu Mungu anakuja kufanya kutimiliza. Hawa wataingia, watawaacha nini? Unajua hao, ukipokea chapa ya tohara, ulikuwa ni kusema kwa nje ulikuwa unaonyesha kwamba mimi namsubiri Yesu aje. Achukue moyo auvue moyo wangu huu wa jiwe, anipe moyo wa nyama, anibatize kwa Roho Mtakatifu. Mimi namsubiri aje. Nasubiri baraka zake, nasubiri Roho Mtakatifu, nasubiri aniondolee dhambi. Ndio nilikuwa nazungumza. Sasa hawa watoza ushuru na wengine wakasema, nikimsikiliza Yesu mbona anakuwa kama anaenda kinyume cha Torati? Amekuja kuitimiliza kweli? Amekuja kutimiza ahadi za Mungu alizotupatia katika Ibrahimu? Mimi simkubali. Yesu sasa ndio Yohana anasema, kama unikubali mimi, basi haumo kwenye ufalme. Yohana naye anasema, kama unikubali mimi, kama uniamini, kama ukubali injili hii, haujatubu bado. Haleluya. Amina. Sheria na injili. Kwa hiyo sheria ilikuwa inaonyesha Mungu ameahidi, ni mwaminifu. Lakini ninyi ambao mmepokea tohara bado mnahitaji kuamini huyu anayekuja kutimiliza. Hiyo alama yenyewe haitoshi. Ibrahimu baba yenu aliamini ndio akahesabiwa. Alama ilikuja baadaye. Ninyi msitangulize alama. Yaani unatanguliza mkokoteni, alafu ng'ombe anakuwa nyuma, au jembe linakuwa mbele, ng'ombe nyuma. Yesu anakasema, Yesu apambani na ahadi za Mungu, anasema ndio nimekuja kuzitimiza. Sasa unamwamini Mungu ambaye anakuja anatimiza ndani yako. Haya, wewe umeshindwa kuzitimiza hizo torati, ndio hivyo? Umeshindwa kuonyesha uaminifu kwa Mungu. Mimi kwa niaba yako ninamtii baba yangu mpaka mwisho, mpaka kifo cha msalaba, ili msamaha utoke, ili Roho Mtakatifu amwage. Sasa amekufa, amefufuka. Amini injili. Ukiamini injili umehesabiwa sasa kama Ibrahimu, umehesabiwa haki. Kwa hiyo sheria imekutana na
Injili. Leo ndo tumekuja kuelewa sheria na Injili, kwa sababu ni rahisi sana hata sisi leo hii kutanguliza matendo ya sheria kufanya kwamba ndio Injili yenyewe na tukamiss Injili na mlenga naye. Injili ni Yesu Kristo. Yes. Na sheria inamwelekea Yesu Kristo. Yes. Sasa ninapotaka kutunza sabato leo hii natakiwa niangalie nitatunza sabato ndani ya nani? Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa na huruma. Lakini nikisema mimi mambo mengine yote sabato nataka nifike ng'ombe sio na nani afanye kazi, yani ile huruma ya Mungu ya Yesu Kristo iko wapi? Lakini kumbe natakiwa nimtazame kwamba hata kama unafanya matendo ya huruma hiyo siku ya saba, lakini Kristo hujampokea bure. Kristo ndo sheria na hiyo Injili. Yeye ndo hilo lengo. Kristo ndio sheria yenyewe, ndio utimilifu wenyewe. Injili ni utimilifu wa sheria kwa lugha nyingine. Amina. Injili ni utimilifu wa sheria. Yani ukimfuata Kristo umemwamini Mungu alafu umeonyesha uaminifu kwa Mungu. Na Kristo anaposema nifuate anakupeleka dhambi. Roho Mtakatifu anakupeleka wapi? Uzimani. Matendo ya Roho ni nini? Matendo ya Roho. Kama kweli unafuata Roho Mtakatifu ndani ya Kristo, na uzima unafananaje? Ndio upendo. Na upendo ndio nini? Utimilifu wa sheria. Rafiki yangu, naamini kabisa ya kwamba sheria na Injili havigongani, isipokuwa vinajazilizana. Amina. Injili inajaziliza sheria. Mungu atubariki sana tunapotembea katika Kristo Yesu. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno hili. Sasa tutembee nalo katika imani, katika usafi, Roho wako, neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji, leo tunamaliza sheria na Injili. Kesho tunaangalia kujua na kutenda. Amina. Mimi ni Arnold Lubinza. Na mimi ni Enos Makalindile. Karibu sana.